إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله أن نكون من أصحاب النار. وتوفى الإسلام بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تجي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم nakusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kuhusiana na swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, inna lilmuttaqina mafaza, hakika almuttaqina wacha Mungu mafaza ndio watakaofaulu. Sasa ikiwa sisi tunahitaji kufaulu hapa ulimwenguni na mpaka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni lazima tujipambe na tulazimiane na uchamungu popote tulipo, wakati wowote ule pale. Baada ya shukrani hizi na swala kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wasia huu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra, hakika idadi ya miezi ndani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala ni miezi 12. Miezi hiyo 12 Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha, ukiwemo huu mwezi wa Muharram mfungo 4. Huu ni miongoni mwa mwezi mtukufu, tukiwa leo ni tarehe au ni mwezi 4, na katika mwezi huu kuna tukio kubwa ambalo limetokea kihistoria. Ni lazima tukumbushane na tufanyie kazi baada ya kukumbushana. Ndani ya mwezi huu wa mfungo 4 wa Muharram aliokolewa Nabii Isa alayhi salatu wassalam na kuharakishwa kwa Firaun. Firaun ambaye ala fil ard wa ja'ala ahlaha shi'a, alitakabbar katika ardhi hii mpaka akafika stage, akafika kipindi akasema, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, sijawahi kuona mimi, sifahamu mimi kama kuna mola mwingine asiyekuwa mimi, sioni hivyo. Aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, akimnukuu maneno ya Firaun aliyosema kuambia watu wake, ana rabbukumul a'la, mimi ndiye mola wenu mkubwa. Na alisema hilo kwa kipi kikubwa alichokuwa nacho, na kujiona kwamba yeye ana nguvu, ana uwezo, ana utawala, chochote atakachokisema hapingi. Na ilikuwa ni mkali kwa yoyote yule ambaye kwamba atajaribu tu kumpinga Firauna. Hebu angalia mtume wa Allah Nabii Musa alayhi salatu wassalam, baada ya kutoka Madian
na kukabidhiwa utume, akaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, nenda kwa Firaun, idhhab ila Firauna innahu tagha, nenda kwa Firaun, hakika yeye amechupa mipaka, amezidi, kajiita Mungu mara mbili. Lakini Nabii Musa alayhi salatu wassalam, kutokana na kibri na ujabari wa Firauna, alimwambia, nichagulie ndugu yangu Harun, twende pamoja. waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdid bihi adri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka kathiran wa nadhkuraka kathira. Nichagulie Harun iwe ni waziri wangu, ni msaidizi wangu mimi, tuende pamoja kwa Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala alimkubalia dua yake, akamchagulia msaidizi wake, akamchagulia waziri wake Harun ili wamlinganie pamoja Firaun. Lakini licha ya kuchaguliwa watu wawili, alipoambiwa waende kwa Firaun wakamlinganie, walisema, innana nakhafu an yafrutu alaina au an yatgha, sisi tunaogopa atatutupia mipaka Firauna, atatuadhibu, atatuua Firauna kwa namna aliyokuwa na kibri na takabbar. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia Firaun, akaambia Nabii Musa alayhi salatu wassalam na Harun, idhhaba, nendeni kwa Firaun, msiogopeni, innani akaambia nendeni kwa Firaun, msiogopeni. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى, nendeni mkongelee maneno laini, la'allahu yatadhakkaru, huenda akakumbuka kwamba mimi ni kiumbe kama viumbe wengine, nimeumba tu, bali yuko Allah ambaye kwamba ana control mambo yote ya ulimwengu. La'allahu yatadhakkaru au yakhsha, huenda akakumbuka au ataogopa, nendeni mkamnganie. Lakini wakaenda kwa Firaun. Walipofika kwa Firaun, alikuwa na kipimo, wala hakuogopa wala hakuaibika na maneno ambayo kwamba alimwambia Musa na Harun. Baada ya kuwa kipi kimekuwa kikubwa, Nabii Musa alayhi salatu wassalam alimuonyesha miujiza mbalimbali ya kufahamu kwamba mimi si Mungu, bali yuko Mungu ambaye kwamba aliumba sisi. Lakini licha miujiza hiyo aliyoonyeshwa, wala haikusaidia kitu. Wakati alipowakusanya, maana alidai kwamba Nabii Musa alayhi salatu wassalam anachokifuata yeye ni uchawi, anachokilingia yeye ni uchawi. Sasa kama ni uchawi, akaenda akachukua wachawi kutoka vijijini ili wampeleleshe Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Wachawi wakaja, Nabii Musa alayhi salatu wassalam akaonesha miujiza. Wachawi wenyewe walikiri kwamba hapa pana tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, huu si uchawi. Maana walirusha kamba, vikawa vidogo vingi. Nabii Musa alayhi salatu wassalam akataka kuogopa, akamwambia la takhafu, Allah akamwambia usiogope, bali rusha hiyo fimbo yako, vitamezwa vyote vilivyokuwa walikuwa navyo. Kweli Nabii Musa alayhi salatu wassalam aliporusha fimbo, vijoka vyote vikamezwa. Wale wachawi wenyewe wote walislimu, wakasema hapa si uchawi, huu ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala ulio mkubwa. Firauna akakasirika, kwa nini waslimu? Akaahidi kwamba lazima awatofautishe kwa adhibu kwake, bimaana awakate miguu ya kulia na mkono wa kushoto. Akikata mikono ya kushoto, basi na miguu ya kulia.
Nabii Musa alipoona vile kwamba Firaun anataka kuwaadhibu, akaondoka na kila ambaye kwamba alimwamini Nabii Musa alayhi salatu wassalam. Wakaenda, Firaun akaambiwa na jeshi lake, sasa inakuwaje unamwacha Musa anaondoka na ndugu wake ule tu hivi tu? Firaun ikaongezeka kipi, akaona sawa aje tuwafukuzie. Wakaenda Musa alayhi salatu wassalam na watu wake mpaka Misri. Watu wake walipoliona jeshi la Firaun na liko karibu, wakamwambia Nabii Musa alayhi salatu wassalam, inna la mudrakun, tumeshakamatwa, hakika sisi tayari tumeshakamatwa. Nabii Musa alayhi salatu wassalam akasema, kalla, hapana, inna ma'i rabbi sayahdin, hakika mimi ndiye Mola wangu ambaye kwamba ataniongoza. Allah anatuambia kwa kusema, fa auhaina ila Musa, tukapeleka wahi kwa Nabii Musa alayhi salatu wassalam, anidrib bi'aswaka al-hajar, anidrib bi'aswaka al-bahr, ya kwamba ewe Musa, hiyo fimbo yako iliyo nayo ipige kwenye bahari. Fanfalaqa fakana firqin kattawdi al-'azim, akapiga bahari ikagawanyika ikawa kama vile ni milima mikubwa. وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. Allah anasema tukawaokoa Nabii Musa na watu wake wote walioamini. Yani bahari ilipopigwa tu ilikuwa kama hapana chochote, yani kana kwamba hapana maji. Nabii Musa akapita na watu wake safi, kana kwamba ni barabara nzuri. Thumma aghraqna al-akharin, Allah anasema kisha tukawaangamiza watu wengine. Aliwaangamiza vipi? Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kupita Nabii Musa na watu wake, Allah akayakutanisha maji ya huku na ya huku. Bimaana wakajikuta Firaun na jeshi lake huku tayari wako kati, maji yashafunga, na huku mwanzo maji yashafunga, hawana tena pa kutokea. Hapo ndipo Firaun alipokuja sema, amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sasa na mimi pia naamini annahu, ya kwamba hakika mambo yalivyo, la ilaha illa alladhi, hapana mola isipokuwa yule ambaye amanat bihi banu Israil, walimwamini banu Israil, wa ana minal muslimin, na mimi kuanzia sasa hivi ni Muislamu. Allah akamwambia al-ana, yani unakuja kuamini sasa hivi kwa sababu kishaona kuna tena sehemu ya kutokea. Wakad asaita faq, na umeshaasi hapo mwanzo kabisa, ulikuwa miujiza yote ulikataa. Wa kunta minal mufsidin, na ulikuwa ni miongoni mwa mtu mwenye kufanya ufisadi mkubwa, uliua sana, ulidhulumu sana, ulifanya dhulma nyingi mno, kwa kujifanya una cheo, kwa kujifanya una ukubwa, kwa kujifanya wewe ndio wewe tu. Allah akamwambia hapana, al-yawma nunajjika bibadanika, leo hii tutakuokoa wewe. Liman khalfaka aya, ili watakao kuja iwe ni mazingatio. Al-yawma nunajjika bibadanika, leo hii tutakuokoa wewe, tutakiokoa kimwili chako. Litakuna liman khalfaka aya, ili watakao kuja iwe ni mazingatio. Wa Allah anaendelea kwa kusema, wa inna kathiran minan nas, na wengi katika watu, min ayatina la ghafilun, katika miujiza yetu, katika aya zetu wanaghafilika nazo.
na ni kweli Firaun aliangamizwa kwa sababu ya kibri. Firaun aliangamizwa kwa sababu ya jeuri. Firaun aliangamizwa kwa sababu ya kujiona ana cheo, ana nafasi, akaona hafiku na yoyote. Kisa hichi kila mmoja ni maarufu kwake, lakini kuna watu hadi leo wameghafilika na aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Dhulma ni wao, ufisadi ni wao, kibri ni wao. Sasa ni kweli Allah subhanahu wa ta'ala alisema wengi katika watu hadi leo hii basi la ghafilun an ayatina la ghafilun, kutokana na aya zake, kutokana na miujiza yake ni wenye kughafilika. Hatuna mazingatio kwa mafirauna, namna alivyokuwa na ukubwa, namna alivyokuwa na nguvu, namna alivyokuwa na jeshi, namna alivyokuwa na kibri, basi aliangamizwa dakika moja tu, hakuna yote ambaye kwamba alinusuru. Sasa Allah anataka tupate mazingatio kupitia kisa hichi. Hata mimi na wewe lazima tujiepushe na kibri, dharau, kujiona, kujionesha. Kama una nafasi, itumie nafasi yako vizuri. Usitumie nafasi yako kuwadhulumu wenzako, usitumie nafasi yako kuwanyanyasa wenzako. Kwa Allah kukuondoa, kwa Allah kukuadhibu ni dakika moja tu. Qul Allahu antum muqinuna bil-hidayah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد. baada ya kuangalia kimuktasari kisa cha Firaun na Musa na Nabii Musa alayhi salatu wassalam, sasa tunaenda kuangalia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallam amekichukuliaje kisa hichi. Ali ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, kutoka kwa Ibn Abbas radhiya Allah zimshikizi wafikia wale hao, yani Ibn Abbas na baba yake pia. Alima Nabii sallallahu alayhi wasallam, alifika Mtume sallallahu alayhi wasallam Madina, faraa al-yahuda, akawakuta mayahudi tasumu yawma Ashura, wanafunga siku ya Ashura. Ashura maana ni mwezi 10 katika mwezi huu tulionao, mwezi 10 katika mwezi huu ambao tunao wa Muharram, kimana mfungo 4. Faraa al-yahuda tasum yawma Ashura, akawakuta mayahudi wanafunga siku ya Ashura. Faqala, Mtume sallallahu akawauliza mayahudi, akawaambia mayahudi, ma hadha, kitu gani hichi ambacho mnakifanya? Qalu, mayahudi wakajibu, hadha yawm salih, hii ni siku nzuri kwetu. Hadha yawm najja Allahu bani Israil min aduwihim, hii ndio siku ambayo, siku ya mwezi 10 ndio siku ambayo alimuokoa Allah subhanahu wa ta'ala Nabii Musa alayhi salatu wasalam kutokana na adui wake Firaun. Fasamahu Musa, Nabii Musa alayhi salatu wasalam alikuwa anaifunga hii siku na sisi tunaifunga. Faqala, Mtume sallallahu akasema, fa ana ahqqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi ya Musa kuliko hata nyinyi. Fasamahu wa amarahu bisiyamihi, Nabii Mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga na akawaamrisha watu waifunge. Na mwanzo kabisa funga hii alipoiamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni lazima kabisa watu wafunge. Lakini baada ya kufaradhishwa funga ya Ramadhani ikawa ni sunna, ikawa sio wajibu tena. Hadithi nyingine ambayo kama amepokea huyo Ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala, amesema, hina amara bisiyamihi,
wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuamrisha ifungwe yaumu Ashura, siku ya 10 ya mwezi wa mfungo 4, faqala, akasema Ibn Abbas, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, innahu yaumun, hakika hii siku ya 10 yu'adhimuhu al-yahud wan-nasara, wanaiadhimisha mayahudi na manaswara. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى محمد صلى الله عليه وسلم كسيما، فإذا كان العام المقبل، basi kama Allah subhanahu itakapofika mwaka mwingine, فإذا كان العام المقبل، itakapofika mwaka mwingine insha Allah kwa tawfiki ya Allah, sumna al-yawm at-tasi', tutafunga kuanzia mwezi 9. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، lakini ule mwaka aliosema mtume kwamba nikifika nitakuja kufunga, hakufika mtume sallallahu alaihi wasallam akafariki, lakini tayari ujumbe ameshautoa kwamba nikifika nitafunga mwezi 9 na mwezi 10. Katika utaratibu wa kufunga, wanachuoni wamelizungumzia swala hili la kufunga Ashura. Tunafungaje? Qasama Sheikh Ibn Uthaymeen siyam Ashura ila 4 marati. Wanachuoni wameigawa funga hii ya Ashura katika vigawanyo 4. Miongoni mwa wanachuoni huyo ni Sheikh Uthaymeen. Kigawanyo cha kwanza, daraja la kwanza, siyamu at-tasi' wal-ashir wal-hadi 10. Ukitaka kufunga Ashura utafunga mwezi 9, 10, 11. Au daraja la pili, siyamu at-tasi' wal-ashir, utafunga mwezi 9 na mwezi 10. Hii wanachuona nasema huwa al-afdal, hii ndio bora zaidi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kama Allah atanijalia kuwa hai mwakani nitafunga mwezi 9 na mwezi 10. Aina ya pili ya funga, nimesema aina ya kwanza utafunga mwezi 9, 10, 11. Aina ya pili 9, 10. Aina ya tatu utafunga siyamu al-ashir ma'a al-hadi 10, utafunga mwezi 10 na 11. Aina ya tatu. Aina ya 4 utafunga mwezi 10 tu. Hizi ndio namna ya kufunga Ashura. Ukitaka utafunga mwezi 9, 10, 11, aina ya kwanza, au utafunga mwezi 10 na 11, au utafunga mwezi 10 peke yake. Sasa ni namna wewe ambavyo kwamba utapenda kufunga. Namalizia kwa fadhlu siyamu Ashura, fadhila ya kufunga Ashura. Hii kufunga Ashura kuna fadhila gani? Fadhila ambayo inapatikana ni takfiri dhunub, ni mtu kusamehewa madhambi. Ana Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, kutoka kwa sahaba Abi Qatada al-Ansari radiyallahu anhu, radhiallahu anhu shikia yake, anna nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika mtume sallallahu alayhi wasallam suila, aliulizwa an sawmi yawmi Ashura, kuhusiana na kufunga siku ya Ashura. Faqala, akasema siyamu yawmi Ashura, kufunga siku ya Ashura, ahtasibu ala Allah, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira as-sanata allati qablahu, Allah atasamehe madhambi ya mwaka uliopita kabla yake. Bimaana ukifunga Ashura Allah anakusamehe
madhambi yaliyopita mwaka mzima. Sasa ni jambo kubwa na ni ofa kubwa, usiacheni angalau kwa kufunga siku moja. Bora zaidi funga mwezi 9 na mwezi 10, lakini isikupita aina ambazo kwa matukitaja ukaacha usifunge hata siku moja, kwa sababu zikija huko kama hivi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe unajitengenezea daraja mzuri, unajitengenezea daraja mzuri. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga, maswahaba walifunga, lakini pia akaelezea fadhila ya kufunga ili na sisi tufunge, tukizingatia kwamba maisha yetu ni mafupi, tuna mambo mengi ambayo kama tunafanya ya kuchanganya, maovu ndio mengi kuliko mazuri. Sasa tukipata ofa kama hizi ni lazima tusihangaikie, ili Allah akituondoa atuondoe hali ya kuwa tuna ziada ya matendo ambayo kwamba ni mazuri, na tupate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Qumu ila salati.